kanisani EAGT iliyopo hapa Chunya, huko kunaitwa Itumbi. Bwana mtazamaji wetu, moja kwa moja tunatamani kwa hao walio kanisani leo Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025 hapa Chunya Itumbi. Na hii ni kanisa la EAGT. Nani kwa ibada tunakutana kila watu wawili watatu hivi wamejifunza nini? Kwa jina naitwa Thompson Joseph Dixon. Tarehe 8 mwezi wa 6 2025. Labda mmejifunza nini katika ibada ya Jumapili ya leo? Kwanza nimshukuru Mungu kwa ibada ya leo ambayo ilikuwa imejaa baraka kubwa sana kutoka kwa mtumishi wetu Daniel kutoka Kiera ambaye amefundisha somo linalohusiana na miungu. Kwa kweli kwangu mimi nimebarikiwa sana kwa sababu nimeona kwamba katika maisha yangu naenda kufunguliwa. Maana miungu inadhofisha, miungu inaondoa mafanikio, miungu inaondoa amani, miungu inaleta magonjwa. Kwa hiyo amefundisha namna ya sisi kuweza kukaa katika amani ya Yesu Kristo. Maana kila mahali alikokuwa anapita yeye alikuwa ni wa kutengeneza, alikuwa ni wa kuvunja miungu ya Misri. Kwa hiyo nasi tumefarijika kwa sababu tumepata imani na nguvu mpya kwa sababu ya kurejesha hiyo nguvu ya Mungu ambayo inavunja miungu. Bwana, nini wito wako kwa wanaitumbi hapa Chunya sasa? Wito wangu kwa wanaitumbi, na wakaribisha sana katika kanisa letu la EAGT hapa Mlima Herbo. Wafike waweze kupata mafundisho yaliyo mema, namna ya kuweza kuharibu na kuvunja miungu ya hapa Itumbi ili tuweze kuwa salama na tuweze kuenenda katika imani ya Kristo. Lazima tuvunje miungu ambayo ni miungu ya Itumbi ili Bwana aweze kutawala yeye mwenyewe. Naam, tuko pamoja kiongozi. Amina, amina, ubarikiwe. Tuko pamoja. Naam, mtazamaji, tunakutana na mama hapa akiwa amebarikiwa siku ya leo Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025 hapa Itumbi. Hapa tuko Chunya Itumbi. Mama, ongera na ibada mama. Asante baba. Hongera sana. Barikiwe baba. Amina mama. Yaani nina furaha. Amina. Furaha na reksibi. Saidia baba. Ninaona mama leo umecheza sana kanisani. Yaani baba ninacheza. Nini siri ya kucheza mama? Nini siri ya kucheza? Nini kimekutokea mpaka unacheza mama? Yaani baba ninatokelwa furaha. Furaha. Kuna Mungu ananiponya. Mungu amekuponya mama. Kupitia kwa semina hii. Ulikuwa unasumbuliwa na nini mama? Yaani nasumbuliwa magonjwa yote. Zote zinauma, kichwa kinauma, kichwa kinauma. Nini kinauma, miguu inauma. Hayo sasa ndio mzima. Saizi uko safi? Safi. Hebu cheza kidogo mama, kutoka kuone kidogo. Na mtazamaji wetu, hii ni miujiza ya papu kwa papu. Huyu mama anasema alikuwa anasumbuliwa lakini leo Mungu amemtendea muujiza, yuko safi. Kwa mama uko safi kabisa. Safi. Mama, kuna wakina mama wengine wako wamekaa majumbani wameshindwa kuja kanisani. Waambie neno ambao wako nyumbani huko. Yaani habaambiaka baba maneno. Yaani bantu bakumu kuelewa neno la Mungu. Bakumu. Kila siku noriza kanisani ulibatangulia mama tuende nyumbani kwa Mungu. Hatangulia. Kila mwene tangulia baba bantu bakumu. Bakamatwa na shetani. Yaani shetani abafungulie. Safi sana mama, tuko pamoja. Jina lako unasema nani mama? Nani Marieta. Marieta Kuzenza. Haleluya mama. Vigeregere ulisema mama kidogo kigeregere. Amen. Baada ya kutoka kanisani hapa, watu wamebarikiwa, watu wamefurahi, watu wamefunguliwa na semina ilikuwa ni nzuri, lakini pia ibada ya leo iko safi kabisa. Tunakutana na mtoto hapa. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Lea Paulo Majibu. Leo umejifunza nini kanisani leo? Nimejifunza neno la miungu. Miungu. Kuishinda. Miungu unaishindaje leo? Ukemea. Unaikemea? Sasa unalipi la kuambia watoto wengine wako majumbani hawataki kuja kanisani? Tawashauri Mungu anaponya. Mungu yeye ndiye anayeweza, ndiye anayetulinda. Bila yeye Mungu sisi wanadamu ni hatuwezi. Mama, ongera na ibada ya leo. Asante. Ongera sana mama. Naona Mungu mama leo umetenda leo. Labda mama umejifunza nini katika ibada ya leo mama? Nimejifunza mambo ya imani. Naamini yeye yupo. Maana wakati ambao nilikuwa naona kabisa usiku nikionyeshwa kwenye ndoto takuja kitu kina seti kama kiko kama umeme. Sasa nikasema kina setije, nikimwangalia yule anayekishika akasema ninatengeneza, yani mtu inamseti na mtengeneza vizuri. Nikaona mambo ya Mungu kumbe ni ajabu. Leo nimejifunza, nimeona hilo. Nimeona Mungu amenitendea kwa kweli, nimeona miujiza yake. Mungu amekuponya leo. Mungu ameniponya. Kuna kina mama wengine hawana mpango wa kusali, wako majumbani. Waambie neno na kusikiliza kwenye Kasmu TV Online ambao hawajafika kanisani leo tarehe 8 mwezi wa 6 2025. Waambie neno mama ambao wako nyumbani mwao.
wamtumikie Mungu, wakirudia kwa Mungu, Mungu atawaponya hata yale yaliyoshindikana. Sasa mtazamaji wetu, moja kwa moja usisahau kusubscribe na kucomment na kushare katika simu yako kubwa kwenye YouTube Kasulu TV Online. Mambo yanakuwa mubashara kabisa. Mtazamaji wetu, moja kwa moja tuko mubashara kabisa hapa, tuko bado eneo la tukio, eneo la kanisani hapa Itumbi. Kiongozi, ongera na ibada ya leo. Asante, nashukuru. Watu mtaka kujua jina lako naitwa nani? Kwa majina naitwa Samuel Edward Kibona. Naitwa Samuel Edward Kibona, natokea Makongolesi. Mama tembelea leo ibada leo mama anafanyia Itumbi. Kwa umetoka Makongolesi kwa ajili ya kuja kusikia tu neno la Mungu hapa Itumbi. Ndio. Labda umejifunza nini bwana Samuel? Nimejifunza maneno ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Bwana, safi sana. Unalipi na kuambia ndugu na jamaa na marafiki ambao hawajashinda leo tarehe 8 hawajafika kanisani, waambie washauri kwamba tu wajitahidi kuhudhuria ibadani, kwa sababu wanapokuwa wanashindwa kufika ibadani wanakosa vitu vizuri. Kwa leo umejifunza vitu vizuri. Ndio. Labda hatua gani ambayo utachukua baada ya kupata somo la leo? Ni kuhamasisha watu wazidi kuhudhuria ibada na wasikie wasije tu ibada za Jumapili, pia jitahidi na kufika ibada za katikati. Bwana, tuko pamoja. Na mtazamaji wetu, baada ya ibada hawa ni mashuhuda. Dada, ongea na ibada. Watu mtaka kujua jina lako naitwa nani? Priska. Wewe vipi, umejifunza nini katika ibada ya leo? Mungu akifanya, Mungu akitenda muujiza juu ya watu. Labda wewe ujumbe wako na labda ni vipi la ushauri kwa wale ambao hawajafika kwenye ibada ya siku ya leo? Ushauri wangu mimi na ushauri watu kwamba waendelee kuja kuhudhuria katika ibada hii na wakaribisha pia katika kanisa la EDT Itumbi. Mungu awalete kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha sana. Labda baada ya neno la leo lililopita, labda hatua gani ambayo utachukua na hatua gani ambayo utachukua? Nitachukua hatua ya kukaribisha watu kwa Yesu, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa ukishaingia ndani ya Yesu. Na mtazamaji wetu, tunakutana na mtumishi wa Mungu hapa, na huyu ndio mama mbeba maono hapa. Mama, ongera na ibada ya leo. Asante baba, ongera pia. Asante sana mama. Watu mtaka kujua jina lako naitwa nani mama? Mimi naitwa Elizabeth Euma, mchungaji Masuka wa mahali hapa Mlima Ole. Ongera na ibada mama. Asante baba. Labda kuna wengine wangetamani kufika kwenye ibada zenu ambazo zinatumika hapa kanisani EDT. Labda hapa wanaweza fikeje mpaka afike hapa kanisani? Hapa ni virahisi sana kufika kwenye kanisa letu, kwa sababu ukiwa kwenye stendi ya Itumbi ni rahisi tu kufika. Maana yake unaweza kumuuliza mtu yoyote akakuleta, maana tuko jirani kabisa na sheli ya Ntanyia, inafahamika sana. Ukimuuliza hata mtoto mdogo kufika kanisani kwetu ni rahisi sana kufika. Hatuna umbali sana kutoka stendi ya Itumbi kuja hapa kanisani. Kwa tuko karibu sana na ni rahisi sana kulipata kanisa letu kwa kweli. Maana linafahamika, kijiji kizima cha Itumbi linafahamika sana. Wito wako kwa Tanzania wanaokutazama hapa ni upi? Mimi niombe tu yeyote yule anayenisikia na unayenitazama kwa muda huu sasa, nikukaribishe sana, kwa sababu Mungu yupo na Mungu anatenda maajabu. Yaani Mungu anafungua watu, kila namna ya vifungu lilionavyo Mungu anafungua. Ninakuhakikishia, njoo hapa kanisani, njoo ukutane na mchungaji na mtumishi wa Mungu Masuka, atakuombea katika jina la Yesu na utafunguliwa kabisa. Lakini pia nikupe pole ambaye umekosa ibada ya leo ya tarehe 8 ya mwezi huu wa 6. Nikutamanishe usikose ibada zijazo, kwa sababu Mungu anaendelea kuwepo na mtumishi wa Mungu yupo kwa ajili ya kuwahudumia watu wa Itumbi na Chunya nzima kwa ujumla. Asante. Asante.